Iran yagundua na kusambaratisha karakana ya Mossad ya kuunda droni karibu na Teheran. Maafisa wa usalama wa Iran wamevamia makazi ya ghorofa 3 nje kidogo ya Teheran, ambapo wamegundua kituo cha siri kinachoendeshwa na shirika la kijasusi la Israeli Mossad kwa ajili ya kuunganisha droni na vilipuzi. Jumapili, polisi walitoa picha zilizoonyesha sehemu za droni, yakiwemo mabawa na sehemu za injini pamoja na vifaa vya chuma vilivyotumika kwa utengenezaji. Kwa mujibu wa maafisa husika, droni zilikuwa zikitengenezwa ndani ya nyumba hiyo, huku vifaa vya kutengenezea vipuli navyo vikikamatwa. Ugunduzi huu unalingana na madai ya awali ya Israeli yaliyoripotiwa na tovuti ya Axios, ambapo maafisa wa Mossad walikiri kusafirisha droni nchini Iran kwa kipindi cha miezi 8 ili kulenga miundombinu ya makombora. Gazeti la The Guardian limedokeza kwamba maajenti wa Mossad walikuwa wamejipenyeza karibu na maeneo ya vituo vya ulinzi wa anga ya Iran kwa ajili ya hujuma iliyoratibiwa kwa kutumia drone. Ugunduzi wa karakana hiyo ni ushahidi wa wazi wa operation za Mossad ndani ya ardhi ya Iran, huku Israeli ikiendeleza vita dhidi ya Iran na ukanda wa Gaza. Katika tukio lingine lililotokea Jumapili, klipu zilionyesha msururu wa magari yakikimbizana kwa kasi katika barabara za Teheran. Afisa wa usalama wa Iran alifukuza lori lililoshukiwa kubeba droni za hali ya juu za Israeli. Kwa kufyatua risasi 2 zilizolenga shabaha kwa usahihi wa hali ya juu, afisa huyo alifanikiwa kusimamisha gari hilo na kunasa droni za kisasa zilizounganishwa kwa ajili ya kutekeleza ugaidi kwa niaba ya utawala wa Israeli. Wiki za hivi karibuni, Iran imekamata idadi kubwa ya majasusi wa Mossad na madola mengine ya jinabi. Maafisa wa usalama wameahidi kudumisha umakini, huku kukiwa na mivutano mikali ya kikanda, wakisisitiza azma ya Iran ya kukabiliana na vitisho kutoka Israeli na washirika wake. Maafisa wa usalama wa Iran wamesisitiza mara kwa mara kwamba watu wa Iran wako macho katika kukabiliana na jinai za utawala wa Israeli ambao umekuwa ukitekeleza njama dhidi ya Iran kwa miongo kadhaa tokea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Vilevile, kamanda wa kikosi cha ulinzi wa mipakani Brigedia Jenerali Ahmad Al-Ghodars amesema kuwa Iran imefanikiwa kutungua droni isiyo na rubani na ndege nyuki 44 za Israeli kwenye kipindi cha masaa 24 yaliyopita. Afisa huyo wa kijeshi amesema kutokana na umakini wa walinzi shupavu na wenye gera ya mipaka ya Faraja, ndege 44 zisizo na rubani na ndege ndogo nyuki za utawala wa Kizayuni zilionekana kuharibiwa katika baadhi ya mipaka ya nchi hii. Aidha, amesema kufuatia shambulio hilo la anga la utawala wa Israeli kwenye muda wa saa 48 zilizopita, ndege 44 zisizo na rubani na ndege ndogo ndogo za utawala huo zilizojaribu kuingia katika anga ya Iran zilifuatiliwa na kuharibiwa. Akigusia utaarifu wa 100% kiutendaji wa askari wa mpakani katika kudhibiti na kulinda mipaka ya Iran ya Kiislamu, Brigedia Jenerali Ahmad Al-Ghodars ameongeza kuwa vikosi vya ulinzi wa mpaka na ambavyo viko tayari kufa kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi huko Faraja vimeyaonya makundi yote yenye uadui kigaidi, yenye silaha na wasafirishaji wa magendo kwamba vitajibu kwa nguvu mashambulizi yoyote katika mipaka ya taifa hili. Kamanda wa kikosi cha walinzi wa mipakani, sambamba na kutangaza mshikamano kamili na vikosi vingine vya jeshi, amesisitiza kuwa mamlaka husika zipo macho na zina udhibiti kamili wa kiintelijensia na kuna azma thabiti ya walinzi wa mpakani katika kudumisha usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kukabiliana na vitisho vyovyote katika ukanda wa mpaka. Vilevile, wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali shambulizi la Israeli dhidi ya moja majengo yake katika mji mkuu wa Teheran. Kwa mujibu wa taarifa, shambulizi hilo dhidi ya taasisi ya mafunzo ya siasa na kimataifa IPSI limepelekea kujeruhiwa watu wengi wakiwemo wafanyakazi wa wizara. Naibu waziri wa mambo ya nje Said Khatibzadeh katika taarifa yake alikemea shambulio hilo kama kitendo cha maksudi na cha kikatili kilichotekelezwa na utawala huo. Khatib, ambaye pia ni msimamizi wa taasisi hiyo, amesema waliojeruhiwa ni pamoja na baadhi ya wafanyakazi ambao walihamishiwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Sasa tutazame kwa nini Baraza la Usalama la Umoja Mataifa alikulaani Israeli. Kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kilichofanyika kwa ombi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kufuatia mashambulizi ya kijeshi ya utawala wa Israeli dhidi ya Iran, kwa mara nyingine tena kimefichua siasa za kindumakuwili za kimataifa na mapungufu makubwa yaliyopo kwenye muundo wa Baraza la Usalama. Katika kikao hicho kilichofanyika chini ya anwani vitisho kwa amani na usalama wa kimataifa,
baadhi ya wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kama vile Russia na China walilaani uchokozi wa Tel Aviv dhidi ya Iran, baadhi wakieleza wasiwasi wao kuhusu kuongezeka mivutano katika Mashariki ya Kati na kutaka kuendelezwa diplomasia kwa ajili ya kutafuta au kutatua matatizo, huku Marekani na nchi za Ulaya zikiendelea kutetea sera za uchokozi wa Israeli dhidi ya Iran. Kikao hicho kimefanyika katika hali ambayo mashambulizi ya Israeli dhidi ya shabaha kadhaa nchini Iran yamepelekea kuuawa kigaidi kwa makamanda kadhaa wa ngazi za juu jeshini, wanasayansi na raia wa kawaida. Israeli pia imelenga vituo vingi vya nyuklia vya Iran kwa kisingizio cha hatari ya shughuli zake kuzalisha silaha za nyuklia. Katika kikao hicho, baadhi ya wanachama walilichukulia shambulio hilo kama ukiukwaji wa wazi wa hati ya Umoja Mataifa na wakataka jibu madhubuti litolewe na Baraza la Usalama, huku wengine wakionyesha wasiwasi wao wa maeneo matupu na hivyo kuepuka kuchukua misimamo ya wazi kuhusu swala hilo. Wengine kama vile Marekani waliitetea Israeli kwa nguvu zao zote, wakidai kuwa hiyo ni hatua ya Tel Aviv kujilinda. Katika matamshi yake kwenye kikao hicho, Vasil Nebenzia, mwakilishi wa kudumu wa Russia katika Umoja Mataifa, alisema kwamba mashambulizi ya Israeli katika ardhi ya Iran hayakuchochewa na chochote kile, bali ni kichokozi na yasiyohalalishwa kwa njia yoyote ile. Alisema jamii ya kimataifa haiwezi na wala haipaswi kukaa kimya kuhusu uchokozi huo wa wazi. Fu Kong, mwakilishi wa China, pia alichukua msimamo sawa na huo na kusema kwamba kuongezeka kwa mivutano katika eneo hilo hakutamnufaisha yote, na kusisitiza kwamba kuharibiwa vituo vya nyuklia vya Iran kufuatia mashambulizi hayo kunaweza kuwa na madhara makubwa ya kimazingira na kibinadamu, na kwamba tabia hiyo inakiuka kanuni za kimsingi za sheria za kimataifa. Israeli imelenga maeneo ya nyuklia ya Iran na kuwaua wanasayansi wake wa nyuklia, hatua ambayo ni kinyume cha sheria zote za kimataifa. Pamoja na hayo, nchi za Magharibi na Marekani zimefumbia macho ukweli huo na kuamua kukaa kimya. Kuhusu hilo, tunaweza kutaja misimamo ya kuchekesha nchi kama vile Ufaransa na Ujerumani, ambazo zilitafsiri hatua hiyo ya Israeli kama ya kujilinda na hivyo kutoilaani. Baadhi ya nchi pia zilichukua misimamo yenye utata na isiyo na maamuzi ya wazi, zikiwemo Ugiriki, Denmark, Korea Kusini na Panama, ambazo zote zilionyesha wasiwasi wao wa kidhahiri kuhusu kuongezeka kwa mivutano katika eneo, lakini zikakataa kuingia kwenye mjadala kuhusu halali au uharamu wa shambulio hilo. Katika kukabiliana na mijadala hii tofauti, kinachotia wasiwasi zaidi ni kimya kizito cha Umoja Mataifa na taasisi zake zinazohusika na hatua za moja kwa moja za kijeshi dhidi ya mmoja wa wanachama wake. Ijapokuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomic umetoa ripoti kuhusu hali ya vituo vya Iran, lakini haukuchukua msimamo wote wa kisheria au kiufundi kuhusu tishio linalohatarisha usalama wa vituo vya nyuklia vya Iran, ambako shughuli za kiraia za nyuklia zinaendelea. Bila shaka, huo ni undumakuwili wa wazi katika mpangilio wa kimataifa, suala ambalo hufanya maamuzi muhimu ya kimataifa kuchukuliwa kwa mitazamo ya kisiasa na miungano ya nguvu, na sio kwa kuzingatia sheria na hati ya Umoja wa Mataifa. Bila shaka, hatua ya kijeshi ya Israeli dhidi ya ardhi ya Iran, hususan ya kulenga miundombinu ya kiraia na vituo vya amani vya nyuklia, si tu kwamba ni ukiukwaji wa wazi wa hati ya Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, bali pia ni ukiukwaji mkubwa wa mikataba ya kimataifa kuhusu usalama wa nyuklia. Kwa kuzingatia kanuni zinazotambulika za kimataifa, hususan azimio 487 la Baraza la Usalama lililopitishwa mwaka 1981, ambalo lililaani shambulio kama hilo la Israeli dhidi ya kinu cha nyuklia cha Iraq. Jamii ya kimataifa inawajibika kujibu shambulio lolote dhidi ya vituo vya nyuklia vya nchi yoyote ile, hasa wakati vifaa hivi vinafanya kazi chini ya usimamizi wa wakala wa kimataifa nishati atomic na ndani ya mfumo wa NPT. Pamoja na hayo, la kusikitisha ni kwamba Baraza la Usalama sio tu kwamba limeshindwa kujibu ipasavyo shambulio hilo la kichokozi, bali pia limeamua kunyamaza kimya hatua hiyo hatari ya Israeli. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.